بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa kuwa tuko katika siku za mwisho wa Shaaban kuelekea mwezi wa Ramadhani, tunachoweza kuwaeleza Waislamu kwamba mfunguo wa mwezi wa Ramadhani ambao ni somo iliyowajibu juu ya kila Muislamu, mwanaume na mwanamke, juu yake kujiandaa na kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kufurahi kwa kuingia mwezi wa Ramadhani, mtu huyo amewajibikiwa na pepo. Kwa ni kipindi ambacho anatakiwa muumini ajiandae namna ya kupokea mwezi wa Ramadhani, ambao baada ya siku chache tu zijazo watu wataingia katika ibada hii ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ambao ni nguzo katika nguzo kubwa za Uislamu. Kwa hiyo ni Muislamu ajiandae kwa uchamungu, ajiandae katika kujipamba na tabia nzuri, na ajiandae katika kuingia katika kipindi cha mafunzo mbalimbali ambayo atayapata ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa siku 30 au siku 29. Siku 30 au 29 ni mwezi kamili. Kwa kipindi chochote kwake ni uwanja wa kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanamhusu Muislamu. Uislamu kwanza kwa ujumla na dini zote kwa ufupi zinamtaka mtu awe ni mtu mzuri tu katika kipindi cha umri wake wote na maisha yake yote. Ama kwa Muislamu anatakiwa awe ni mtu ambaye ni mwema katika kipindi chake chote, awe ni mtu mwema kwa sababu anahitajika kutekeleza mambo aliyoamrishwa na Mungu na kujiepusha na kila ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkataza. Sasa ndani ya mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao tu kama nilivyosema mwanzo ni kiwanja kwa muumini au kwa Muislamu kukitumia kwa ajili ya kuongeza ule uwezo wake wa ibada. Kama alikuwa anafanya ibada kwa uchache, basi afanye kwa wingi. Ilikuwa akisoma Qur'ani kidogo, basi asome Qur'ani kwa wingi. Alikuwa akimtaja Mwenyezi Mungu kidogo, basi amtaje Mwenyezi Mungu kwa wingi. Kila jema lake ambalo kwa akilifanya katika siku za kawaida ambalo ni wajibu kwake kulifanya, basi aongezee juhudi katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi wa fadhila na ni mwezi ambao ndani yake kunapatikana thawabu nyingi. Kwa zile thawabu ambazo hazipatikani katika mwezi wa kawaida atazipata katika mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano, sunna au jambo jema lolote analolifanya katika siku za kawaida anakuwa anapata kwa 10 tu. Akifanya jambo jema moja anapata 10. Lakini mwezi wa Ramadhani akifanya jambo jema ambalo kwamba sio fardhi, jambo hilo yeye anazingatiwa ni kama ametekeleza fardhi katika mwezi wa kawaida. Kwa hiyo utaona zile fadhila na ubora unaopatikana katika mwezi wa Ramadhani ni mkubwa zaidi, na ndio maana mahimizo ya kwamba mwezi wa Ramadhani utumike kwa ajili ya watu kujitupa zaidi na kutoa juhudi zao zaidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika faida kubwa ni kwamba saumu yenyewe peke yake ni ngome. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-saumu junna, yani funga ni ngome. Ni ngome ya namna gani? Ni kinga, manake inamkinga mtu kuweza kuelemea zaidi katika matamanio ya nafsi. Saumu inamzuilia mtu kuingia katika matamanio ya nafsi. Kwa hiyo anapokuwa mtu anafunga, manake anayakata yale matamanio ya nafsi katika mwili wake. Kwa hiyo hawezi kuingia katika masuala mengine ya maasi au mambo mabaya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza, kwa sababu ya faida inayopatikana katika kufunga. Na kwa hadithi nyingine Mtume sallallahu anasema kwamba shetani anapita katika mapito ya damu, ndimo anamopitia shetani na kumshawishi mtu kufanya mambo mabaya. Kwa hiyo mtu anapofunga ile mishipa inajifinya, hapati nafasi ya kupita. Kwa hiyo ni faida kubwa sana ambayo anaipata mtu mwenye kufunga. Lakini vile vile kufunga kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anajiepusha mtu na mambo ambayo angeweza kukupuka kwenye mambo hayo ya matamanio na mambo ya pumbao. Mtume sallallahu alaihi wasallam hata vijana wakati anawaeleza waelekee sana katika kutekeleza ibada ya kuoa, akalipowaeleza vijana waoe, lakini mbele akasema ambaye hawezi kuoa na ajilazimishe kufunga, kwa sababu kufunga kwake ni ngome. Hapa alikuwa anakusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kutekelezwa kwa ibada ya kufunga kutamfanya kijana vile vile kujikata na matamanio, kwa sababu saumu yenyewe
ni dawa yenye kukata matamanio katika nafsi. Kwa hiyo ni faida kubwa ambayo kwamba inapatikana. Hiyo moja. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amesema kwamba kufunga ni dawa inayomtengeneza mtu katika mwili wake. Asema sumu tasihu, fungeni mtapata uzima. Yani katika kufunga kuna sehemu kubwa sana ya kuijenga afya katika mwili. Kama unavyoelewa, magonjwa mengi yanapatikana kwa sababu ya ulaji wa ovyo ovyo. Watu wanajilia ovyo ovyo tu, hawana utaratibu mzuri wa kula. Alafu watu wanapenda sana kula mpaka wanapata fimbizi. Hata yuko msemaji mmoja anasema albitna tudhhibul fitna, yani fimbizi, kushiba, kulijaza tumbo kuna muondoshia mtu werevu, na mtu anakuwa mvivu, hawezi kutekeleza ibada vizuri. Lakini vile vile kile chakula kiwa kingi mpaka ikawa hakihitajiki tena katika mwili, kinajenga asili ya maradhi katika mwili. Sasa Mtume sallallahu alaihi akawahimiza waumini kwamba fungeni mtapata uzima, mtajenga uzima, mtajenga afya zenu katika swala zima la kufunga. Nadhani hili pia limejaribiwa na madaktari, linaeleweka. Hata madaktari siku ambayo mtu anatakiwa kufanyiwa operation, huwa mara nyingi tukasikia kwamba hawamtaki ale chakula. Siku ile anakuwa haruhusiwi kula usiku kucha mpaka itakapofika kesho yake atakapofanyiwa operation. Hali na kwa kipindi kirefu baada ya hapo anakuwa amejizuilia kula. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutaka kujenga afya. Kwa hiyo hizi ni faida ambazo zinamjenga mtu kutokana na ibada hii ya kufunga. Lakini jingine la tatu ni kumfanya mtu awe na ustahimilivu wa njaa, awe na stahimili njaa. Mwanadamu anapita katika vipindi vingi. Kuna kipindi siku nyingine anakuwa na uwezo wa kuweza kupata riziki, uwezo wa kuweza kuwa katika mazingira ya raha, lakini kuna kipindi anapita anakuwa katika mazingira ya taabu. Saa nyingine riziki yake inakuwa ya taabu namna ya kuipata, au anaweza akawa yuko sehemu ambayo hawezi akapata hiyo riziki yenyewe kutokana na mazingira alionayo, hata kama uwezo anao. Kwa hiyo ile somu inamsaidia yeye kuwa amechukua zoezi la kutohangaika na shida kama hiyo, kwa sababu mwili wake ushazoea kufunga. Kwa hiyo hayo yote ni faida ambazo zinapatikana katika swala zima la kufunga. Lakini pia mtu anaweza akasafiri, na katika kusafiri kuna taabu nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-safaru qit'atun min al-adhab, yani safari ni sehemu ya adhabu, ni kipande cha adhabu. Na mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema lau ingelikuwa sikumsikia Mtume anasema as-safaru qit'atun min al-adhab, yani safari ni kipande cha adhabu, mimi ningesema al-adhabu qit'atun min as-safar, ningesema kwamba adhabu ni sehemu ya safari. Hii ni katika kuonesha ule uzito wa safari ya aina yoyote tu, hiyo ni safari ya melini, hiyo ni safari ya barabarani, hiyo ni safari ya ndege, ni safari tu hiyo, ina taabu yake na ina mashaka yake na ina uzito wake. Kwa hiyo saumu inamjenga mtu kuweza kustahimili juu ya taabu zote hizo. Kwa hiyo hayo ni machache katika faida nyingi ambazo zinapatikana kupitia ibada hii. Neno langu ambalo nataka Watanzania wote kwa ujumla walifahamu, kwanza tujenge amani katika nchi, kwa sababu amani ndio hiyo hiyo ambayo tutaipata mafunzo yake ndani ya mwezi wa Ramadhani. Uislamu unafundisha amani, na dini zote zilizopita huko nyuma mpaka kufikia Uislamu, na mitume yote toka Nabiullahi Adam alayhi salatu wasalam mpaka kufikia mtume wa mwisho ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote hawa wamefundisha amani, utulivu, kuishi kwa kupendana, kuishi kwa mshikamano, kuishi kwa mapenzi na upendo, na watu wote kuangalia namna ya kuweza kuwasaidia wale wasiokuwa na uwezo. Na saumu pia inafundisha sana namna ya kusaidiana. Kwa hiyo neno langu la mwisho ni kuwataka watu kuweza kuilinda hii amani tuliyokuwa nayo na utulivu tuliokuwa nao katika nchi, ili tuweze kufanya ibada zetu vizuri. Maana ikiwa amani hakuna, hata hii saumu ambayo tunaiendea hivi punde, itakuwa ni taabu kufunga kwake, kwa sababu nchi itakuwa haina amani. Lakini ikiwa nchi ina amani, wananchi wake watulivu, wana amani, basi hata ibada zetu za kuswali, kufunga, kukaa mahala pamoja, kuelezana mambo ya dini, kusikiliza darsa, hayo yatawezekana muda wa kuwa amani inapatikana.